akateuliwa kwa mwenyekiti wa kamati ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Silo huyo. Huko ni mwenyekiti wa kamati ya budget. Kuna wabunge 193 hawateuliwi, anateuliwa Mheshimiwa Silo. Amebeba vyeo viwili, mwenyekiti wa kamati ya budget ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Silo pia ni mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mnamtaka bunge wa aina gani? Manyara tumepewa heshima na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kumpa Silo madaraka makubwa kwenye bunge la Tanzania. Mimi na mbunge anaitwa Flatei Gigori Masai, hajapewa hiyo nafasi. Sisi Manyara tunajivunia na Mheshimiwa Silo. Leo amepewa dhamana kubwa ya waziri wa mambo ya ndani. Ukiaminiwa na serikali ukapewa nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, ujiulize mara mbili, huyu mtu yukoje? Yaani sio tu kila mmoja anapewa waziri wa mambo ya ndani, watakuchunguza, hapana shaka watapewa hiyo nafasi. Silo kapewa hiyo nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, naibu waziri wa mambo ya ndani. Mheshimiwa Rais kamwamini, Watanzania wanamwamini, alafu sisi wanaofana tushindwe kumwamini. Rais atakuona watu ajabu sana. Wanaofana. Rais atatuona watu wa ajabu. Kama rais amemwamini Mheshimiwa Silo, akampa naibu waziri wa wizara nyeti mambo ya ndani ya nchi, alafu mimi na wewe wa ufana tunashindwa kumtambua mchango wa Silo kwenye nchi yetu ya Tanzania, alafu tunamtafuta mbunge mwingine hapa ufana, hapa jimbo la Mbulu Babati vijijini. Yaani mimi ni mshabiki wa Silo. Ninampenda kwa sababu kwanza mnyenyekevu, ni mtu wa kawaida, ukikutana naye wewe utambua kama ni mbunge. Hatunishi mabega kwamba anaonekana ni kiongozi. Huyo ndio kiongozi anayetakiwa. Mawasiliano yameboreshwa. Nilikuwa nasikiliza hoja za barabara, maji, umeme, shule. Ndugu zangu wanaofana, mimi ni diwani, nimesema na muda walao nimeanza kujua serikali kiasi, sio sana, kiasi kidogo. Hatuwezi kujenga nchi hii mara hii. Hatuwezi kujenga ufana mara moja. Tunajenga ufana hatua moja baada ya nyingine. Tunajenga ufana hatua moja baada ya. Hatuwezi kujenga ufana. Kama tungejenga, marehemu angemaliza. Leo pata kuwa na maendeleo tena. Tumemaliza kazi, tunakaa. Maendeleo ni hatua, ni kama wewe unayeandaa shamba, unapalilia, unapanda, unakuja kuvuna matokeo ya kazi uliofanya. Miezi 6. Shime wanaufana. Sisi tuna mbunge. Tuendelee kuungana naye na tumshike mkono. Kuna watu wanapita, mimi ninawafahamu. Watu wanapita kujieleza, kutamani kugombea ubunge kwenye jimbo la Babati vijijini, jimbo la naibu waziri wa mambo ya ndani. Wanapita, wanachangia fedha. Tunatamani kuona wakati ubunge haupo na nafasi hiyo bado ipo, hajawahi kuchangia. Yaani mimi niko ufana, nina hela, wanaufana wanahitaji wa ujenzi wa darasa, wanachanga michango, sitoi. Ikifika ubunge nachangia misiba. Ikifika ubunge nachangia kitu fulani. Tunadanganyana Sisi sio watoto. Akileta hela, kama moyo wako hauna shida, pokea. Tunakwenda na Silo. Yaani kama moyo wako unabariki kula ile shilingi 10,000, 15,000, 20,000, wewe kula. Sema kuletea. Kwani uliomba? Kama moyo wako hauna shida, mimi moyo wangu huwa una shida. Mimi sipokei. Mimi kidogo nimelelewa kanisani. Maisha yangu yalianzia kanisani. Wakati nagombea udiwani nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa jimbo Katoliki la Mbulu. Wakati nagombea udiwani.
nikaja kuwa katibu wa halmashauri ya jimbo. Hadi kadhalika kama binti amenifuata mimi na tabasamu nzuri, nimevaa vizuri, alafu mambo yangu sio mazuri, akiingia ndani huko atateseka sana. Uongozi hivyo hivyo, ukimchagua kiongozi wa kujaribu, utaishi naye miaka mingapi? Utajuta. Tusijaribu watu kwamba na huyu ajaribu. Hatumjaribu mtu kwenda kwenye uongozi, tunaangalia uwezo wa mtu. Na uwezo wa Silo ulionekana mapema sana. Mwenyekiti wa kamati ya budget, mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naibu waziri. Wewe unafikiri kutoka kwenye naibu waziri unakwenda wapi? Waziri. Si ndio waziri? Na baada ya waziri, mawaziri walioshika nafasi mbalimbali walipanda mpaka urais. Magufuli, hayati Magufuli kwa waziri, akapanda kuwa rais. Mama Samia alikuwa pia hivyo hivyo, leo ni rais. Tumwandae kiongozi wetu. Mkoa wa Manyara sisi ndio kimbilio letu ni Silo. Tukiingia kwenye kikao cha mkoa, Silo ndio anakaa meza kuu pale na mkuu wa mkoa. Si ndio mbunge pekee ambaye ni naibu waziri? Wanaufana, msitafute kura za Silo hapa Ufana. Twendeni kata za jirani tuwaambie wananchi, huyo ndio mbunge wetu. Ukiacha diwani wako hapa Bajuta, maliza kazi ya Bajuta hapo, mnamaliza mimi najua. Na mimi huwa nawapima. Napoongea naangalia nyuso za wapiga kura. Na mimi huwa na uzoefu huo, nikiwatazama hapa wamekaa vizuri. Sasa ndugu zangu wanaofana, mwaka huu tutapiga pia kura ya Mheshimiwa Rais ambaye anatengeneza na kutekeleza miradi mikubwa ya kitaifa. Na pia kwenye shule zetu anajenga. Amewekeza, anajenga shule za amali. Mtoto akianza la kwanza, akimaliza la kwanza akaingia la 7, akiondoka hapa anaenda form 1. Form 1 pale kuna shule inaitwa shule ya amali. Imejengwa kimkoa kwenye wilaya ya Mbulu kata ya Bashe. Ile shule mtoto akiingia pale anaanza kusoma form 1, lakini pia anajifunza mambo ya ufundi. Anakuwa fundi umeme, lakini pia anaweza kuwa mwalimu, anaweza kuwa daktari, anaweza kuwa mwashi, kwa maana anajenga majengo. Ndio maana rais anataka sasa shule zetu tunazojenga iajiri pia vijana wanaomaliza waweze kujiajiri. Sio anajenga shule kumaliza form 4, form 6 na chuo kikuu anasubiri kuajiriwa. Hapana. Akimaliza form 4 ajiajiri. Na kazi hiyo Mama Samia anaifanya vizuri. Piga makofi kwa Mheshimiwa Rais. Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa. Na kwa bahati nzuri nasema nilianza 2007 kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa toka 2007 mpaka sasa. Nimemchagua Magufuli, nimemchagua Jakaya, nimemchagua na Samia juzi kuwa mgombea urais. Tunachotaka kupata taarifa za kura za rais hapa Ufani iwe ni 100%. Wale marafiki zangu wanasema no reform no election. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi. Alafu wao wanasema bila mabadiliko ya katiba hatufanyi uchaguzi. Wanavunja nini? Katiba. Wasituvunjie katiba. Watii katiba, wafuate sheria ili tuweze kufanya maendeleo ya nchi yetu. Sisi Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Nachagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukitaka kueleza mambo mazuri ya Mheshimiwa Silo, lazima tutakaa siku nzima hapa. Na mimi pia Mwenyekiti nashukuru kupata hiyo nafasi. Ukiona una kitu kizuri, ukishikilia usikiachie. Hata ukinunua jaketi lako nzuri mnadhani unatamani kuvaa kila siku sababu ni nzuri, upati kama hiyo. Ninyi na mbunge mzuri. Tunzeni. Mpeni ushirikiano. Aendelee kuwaletea maendeleo. Si ndio awamu yake ya kwanza ya miaka 5. Amekuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge, amekuwa naibu waziri. Miaka mingine anakuwa nani? Waziri. Sipoteze hiyo ndoto ya Silo ili atufae kwa mkoa wa Manyara, lakini pia na jimbo la Mbulu, jimbo la Babati vijijini. Mimi kule Mbulu vijijini niko na Mheshimiwa